Mjambo na habari za jioni wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info popote pale mlipo, tunakaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya jioni ya leo, ni Jumapili tarehe 12 Julai mwaka 2026. Mimi ni Loje Longa, niko pamoja nanyi katika kufikishia habari muhimu zinazojiri ndani na nje ya nchi, huku tukianzia matukio makubwa endelea katika eneo la maziwa makuu, hususani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika taarifa ya jioni tutakuletea mwenendo wa hali ya usalama katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kaskazini na Kusini, hatua za diplomasia zinazohusu mzozo wa mashariki mwa DRC, pamoja na habari za kijamii na kibinadamu ikiwemo mapambano dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Basi endelea kuwa nasi kupitia Kivu News Info, chombo chako cha habari kinachokuletea taarifa kwa wakati na kwa kuzingatia ukweli. Serikali ya Ukraine imekanusha vikali madai yaliyotolewa na waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov. Alidai kuwa Ukraine ni miongoni mwa mataifa ya nje yanaunga mkono waasi wa M23 wanaodhibiti sehemu mbalimbali za majimbo ya Kivu Kaskazini na Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tumeeleza tolewa na Lavrov wakati wa ziara yake ya kikazi nchini Burundi. Hata hivyo, muda mfupi baadaye wizara ya nje ya mambo ya Ukraine ilijibu kupitia msemaji wake ambaye alisema kuwa hayo hayana msingi wowote na ukweli na ni sehemu ya kile alichokita propaganda za kupotosha. Kupitia ujumbe huu uliotuma kwenye mtandao wa X zamani Twitter na kusambazwa pia na ubalozi ya Ukraine nchini DRC, ilisema wazi kuwa Ukraine haiwapi msaada wa aina yoyote waasi wa M23 na kwamba serikali yake inapinga rasmi tuhuma hizo. Kwa mujibu wa msemaji wa Ukraine, haijawahi kuingilia migogoro ya bara la Afrika, badala yake inashutumu Urusi kwa kile inachokidai kuwa ni kusika katika migogoro mbalimbali ya bara humu kwa kutoa silaha kwa makundi yenye silaha, kukiuka baadhi ya vikwazo vya kimataifa na kuajiri raia kutoka mataifa ya Afrika kushiriki katika vita vinavyoendelea nchini Ukraine. Alisema kuwa Urusi imekuwa na tabia kwa kuwashutumu wengine kwa mambo ambayo yeye yenyewe inadaiwa kuyafanya. Kwa mtazamo wa Kiev, madai ya Moscow yana lengo la kupotosha maoni ya kimataifa na kuondoa mjadala kuhusu hatua zinazochukuliwa na Urusi katika maeneo mbalimbali yenye migogoro. Ukraine pia inaamini kuwa kauli hizo zinaweza kuzofisha juhudi za kidiplomasia zinazoendelea kutafuta amani mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan juhudi zinazoungwa mkono na Marekani pamoja na washirika wengine wa kimataifa katika ukanda wa maziwa makuu. Wakati wa mvutano wa maneno unaendelea, hali ya usalama mashariki mwa DRC inaendelea kuwa wasiwasi licha ya kuwepo kwa makubaliano mbalimbali ya amani na mkutano ya mara kwa mara ya tathmini. Mapigano yanaendelea katika baadhi ya maeneo ya Kivu Kaskazini na Kusini, huku hali ya kibinadamu ikiendelea kuzorota. Kwa upande mwingine, bado kuna tofauti za mtazamo kati ya serikali ya Kinshasa na Kigali kuhusu namna ya kutekeleza makubaliano ya Washington. Kila upande una tafsiri yake kuhusu vipengele vya makubaliano hayo, jambo linalofanya utekelezaji wake kuwa mgumu licha kupita takriban mwaka mmoja tangu aliposaini katika ngazi ya mawaziri. Hali hii pia inaonekana katika mazungumzo ya amani yaliyofanyika chini ya upatanishi wa Katari kupitia mchakato wa Doha, ingawa duru kadhaa za mazungumzo zimefanyika kati ya serikali ya DRC na waasi wa M23, bado hakuna mwafaka kuhusu masuala muhimu yanayosababisha mgogoro huu. Hatua mazungumzo yalifanyika nchini Uswisi pia kuleta mafanikio yaliyotarajiwa. Baadhi ya ahadi zilizotolewa ya kutokutekelezwa kikamilifu, huko migogoro ya kimataifa hasa ule unaendelea mashariki mwa kati kichangia kupungua kwa kasi ya juhudi za upatanishi. Kutokana na hali ya viongozi wa kitaifa na kikanda na jumuiya ya kimataifa endelea kutoa wito kwa pande zote zinazohusika kuheshimu makubaliano ya amani na kutekeleza ahadi walizozitoa. Hata hivyo, hadi sasa juhudi hizo bado hajaleta mabadiliko makubwa kwenye hali halisi ya usalama mashariki mwa nchi, ambako mapigano na mvutano vinaendelea, huku matumaini ya kurejea kwa amani ya kudumu ikiendelea kusubiri hatua za vitendo kutoka kwa wahusika wote. Aliyekuwa seneta wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Moise Nyarugabo ameibua mjadala mpya baada ya kuchapisha picha zake akiwa katika eneo la Point Zero lopo katika maeneo ya nyanda za juu za mkoa wa Kivu Kusini. Picha hizo alichapisha kwenye ukurasa wake wa mtandao wa X zamani Twitter, huku akitoa ujumbe unaolenga kujibu madai mbalimbali kuhusu nani anadhibiti eneo hilo lenye mkubwa wa kimkakati katika nyanda za juu za Kivu Kusini. Katika ujumbe wake, Moise Nyarugabo alioji kama angeweza kufika Point Zero endapo eneo hilo liko bado liko chini ya udhibiti wa jeshi la FARDC, jeshi la Burundi
pamoja na makundi ya wazalendo kama inavyodaiwa na baadhi ya watu. Katika ujumbe huo, Nyarugabo aliongeza kuwa picha alizoweka zinatoa majibu kuhusu upande gani unaodhibiti eneo la Pwenzero pamoja na kile alichokidai kuwa ni mabaki ya mabomu yaliyotekelezwa katika eneo hilo. Hata hivyo, ziara ya Moise Nyarugabo katika eneo hilo limekuja wakati ambako wale usalama katika nyanda za juu za Kivu Kusini bado endelea kufuatiliwa kwa karibu kutokana na mapigano na mvutano wa muda mrefu kati ya makundi mbalimbali yenye silaha katika eneo hilo. Jina la Moise Nyarugabo limewahi kutajwa katika ripoti ya kundi la wataalamu wa Umoja wa Mataifa kuhusu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako alitajwa kuhusu madai ya kuwa na uhusiano wa kundi la Twirwaneho ambalo limekuwa likitajwa kwa mashirika kuwa mshirika wa waasi wa M23 katika mashariki mwa DRC. Hata hivyo, Moise Nyarugabo amekuwa akipinga madai hayo na amekuwa akisema mara kadhaa kuwa taarifa zinazohusisha makundi yenye silaha zina lengo la kumchafua kisiasa. Eneo la Pwenzero limekuwa moja ya maeneo yenye mvutano mkubwa katika nyanda za juu za Kivu Kusini kutokana na umuhimu wake wa kijeshi na kijiografia. Udhibiti wa eneo hilo unaendelea kuwa swali linalozua mjadala mkubwa kati ya wahusika mbalimbali wa mzozo wa usalama katika eneo hilo. Katika mkoa wa Kivu Kaskazini, timu ya utaratibu wa mapambano dhidi ya ugonjwa wa Ebola katika eneo la afya la Beni imetangaza kupona kwa wagonjwa wengine 3 walikuwa wameambukizwa ugonjwa huo. Taarifa imetolewa siku ya jana Jumamosi tarehe 11 Julai. Timu hiyo ilisema kuwa idadi ya jumla ya watu 3 walipona tangu ugonjwa wa Ebola ulipojitokeza tena katika eneo hilo la afya imefikia watu 5. Miongoni mwa wagonjwa hao 3 walipona wamo wanaume 1, wanawake 1 pamoja na watoto 1. Uongozi wa utaratibu wa mapambano dhidi ya Ebola ulieleza kuwa mafanikio hayo yametokana na ushirikiano mkubwa uliopo kati ya wananchi wa Beni na wahudumu wa afya pamoja na timu mbalimbali zinazoshiriki katika mapambano dhidi ya ugonjwa huo. Kwa mujibu wa wataalamu wa afya, ushirikiano wa kijamii ni sehemu muhimu katika kudhibiti kuenea kwa Ebola, hasa katika kuripoti mapema wagonjwa wenye dalili zinazoshukiwa, fuata maelekezo ya wataalamu wa afya na kukubali matibabu kwa wakati. Katika wiki hiyo, eneo la afya la Oicha lilipo katika wilaya Beni pia lilishuhudia mgonjwa wake wa kwanza kupona ugonjwa wa Ebola tangu kuibuka tena kwa ugonjwa huo. Mgonjwa aliruhusiwa kutoka katika hospitali kuu ya rufaa ya Oicha siku ya Jumanne tarehe 7 Julai katika hafla iliyohudhuriwa na viongozi mbalimbali wa eneo hilo, akiwemo naibu meya wa mji wa Oicha, mkuu wa sekta ya Beni Mbau, maafisa wa serikali za mitaa, washika wanaosaidia katika mapambano dhidi ya Ebola pamoja na wahudumu wa afya. Katika siku ya Jumanne tarehe 7 Julai, mgonjwa mwingine pia alitangazwa kupona na kuondoka katika kituo cha matibabu cha Ebola kilichoko katika hospitali kuu ya rufaa ya Beni. Timu za afya zinaendelea kusisitiza kwa kugunduliwa mapema kwa ugonjwa huo na kuanza matibabu kwa wakati huongeza kwa kiwango kikubwa nafasi za mgonjwa kupona. Wananchi wanatakiwa kuwa waangalifu na kufika haraka katika vituo vya afya pale wanapoona dalili zinazoweza kusofisha Ebola kama vile homa kali, uchovu mkubwa, maumivu ya mwili, kutapika, kuharisha, kutoka damu bila sababu ya kawaida au dalili nyingine zinazoshukiwa. Kwa Kivu Kaskazini, miongoni mwa maeneo yaliyoathiriwa na mlipuko wa 17 ugonjwa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ingawa idadi ya wagonjwa wanaopona inaendelea kuongezeka, mamlaka za afya zinaendelea kufuatilia kwa karibu hali ya wagonjwa huo kutokana na kuwepo kwa visa vilivyothibitishwa. Kwa sasa viongozi wa afya wanaendelea kutoa elimu kwa jamii kuhusu hatua za kujikinga, ikiwemo kuzingatia kanuni za usafi, kutoa taarifa mapema kwa wahudumu wa afya pale panapokuwa na mashaka, pamoja na kufuata hatua zote za kinga zilizowekwa ili kuzuia kuenea zaidi kwa ugonjwa huo katika jamii hii. Katika mkoa wa Kivu Kusini, serikali ya mkoa imefanya kikao chake cha 11 cha kawaida cha baraza la mawaziri wa mkoa wa Kawicho liongozwa na makamu gavana wa mkoa ambaye ni gavana wa muda Jean-Jacques Elakano. Kikao hicho kilifanyika Ijumaa tarehe 10 Julai katika ukumbi wa mikutano ofisi ya gavana mkoa, ambao kwa sasa umehamishwa kwa muda katika eneo la Kilomoni mjini Uvira. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mawasiliano na Vyombo vya Habari ya serikali ya mkoa wa Kivu Kusini, kikao hicho kijadili masuala 8 muhimu yaliyohusu hali ya mkoa na utekelezaji wa maamuzi ya serikali. Miongoni mwa mambo yaliyojadiliwa ni pamoja na mawasiliano kutoka kwa gavana wa muda wa mkoa, ufuatiliaji wa utekelezaji wa maamuzi yaliyofikiwa katika kikao cha 12 cha baraza la mawaziri, pamoja na masuala mbalimbali ya taarifa kutoka kwa viongozi wa idara tofauti. Katika hotuba yake ya ufunguzi, makamu gavana na gavana wa muda wa Kivu Kusini Jean-Jacques Elakano alianza kwa kushukuru wajumbe wote wa serikali ya mkoa kwa kuhudhuria kikao hicho. Katika hatua nyingine, aliwataka wajumbe wa serikali kuungana katika kuomboleza kifo cha katibu mtendaji wa utawala wa Sheferia Luinja, mbali wao kwa kile serikali ya mkoa ilichokiona ni
kitendo cha kikatili kinachodaiwa kufanywa na waasi wa M23. Kwa mujibu wa taarifa ya kiongozi huyo wa kiutawala aliuawa baada ya kukataa kufanya kazi na waasi hao. Serikali ya mkoa imelaani tukio hilo na kutoa pole kwa familia marehemu pamoja na wananchi wote walioathiriwa na tukio hilo. Wajumbe wa baraza la mawaziri walitoa heshima kwa marehemu kwa kusimama na kuomba dakika moja ukimya kwa ajili ya kumbukumbu yake. Tunaona kuja wakati ambako maeneo mbalimbali ya Kivu Kusini yanaendelea kukabiliwa na changamoto ya kiusalama kutokana na uwepo wa makundi yenye silaha na mvutano unaendelea katika baadhi ya maeneo ya mkoa. Katika kikao hicho, viongozi wa mkoa walisisitiza umuhimu wa kuendelea kufuatilia utekelezaji wa maamuzi ya serikali, kuimarisha utendaji wa taasisi za umma na kuhakikisha kuwa huduma wa msingi inaendelea kuwafikia wananchi licha ya changamoto ya kiusalama zinazoikabili mkoa. Serikali ya mkoa wa Kivu Kusini inaendelea kusema kuwa itafanya kila juhudi za kushirikiana na wadau mbalimbali ili kurejesha amani na utulivu, ikitoa wito wa kuheshimiwa kwa mamlaka za serikali na usalama na wa viongozi wanaofanya kazi kwa ajili ya wananchi. République démocratique du Congo, province du Sud Kivu, ministère provincial en charge de la communication et médias, porte-parole du gouvernement. Compte rendu de la 21e réunion ordinaire du Conseil des ministres provinciaux. Sous la présidence de son Excellence Monsieur le vice-gouverneur de province et gouverneur ad interim, Maître Jean-Jacques Elakanomioa, s'est tenu ce vendredi 10 juillet 2026 dans la salle de réunion du cabinet du gouverneur provisoirement installé à Kilomoni dans la ville d'Uvira, la 21e réunion ordinaire du Conseil des ministres provinciaux du Sud Kivu. 4 points essentiels ont été débattus, à savoir la communication du gouverneur de province, le suivi de la mise en œuvre des décisions de la 20e réunion du Conseil des ministres du 8 mai 2026, l'examen de points soumis par le ministre et enfin les points d'information de la communication du gouverneur de province. Dans sa communication, son Excellence, Monsieur le vice-gouverneur de province et gouverneur ad interim, a salué la présence de tous les membres du gouvernement à qui il a demandé d'observer une minute de silence en mémoire du secrétaire administratif de la chefferie de Luinja, lâchement abattu par les rebelles de l'AFC M23 pour avoir refusé de travailler avec ce dernier, tout en présentant ses condoléances et celles des membres du gouvernement à la famille éplorée. Poursuivant sa communication, l'autorité provinciale a informé les membres que la situation sécuritaire en province est relativement calme et sous contrôle. Pour l'autorité provinciale, l'évidence n'est plus à démontrer sur l'intention des rebelles de l'AFC M23 appuyés par les Rwandais d'élargir les espaces qu'ils occupent, notamment en territoire de Fizi. Face à ces ambitions démesurées, l'autorité provinciale a rassuré les membres du Conseil que les forces armées de la République démocratique du Congo se comportent bien sur terrain et que toutes les stratégies sont mises en place en vue de barrer la route à l'ennemi et reprendre toutes les zones actuellement occupées en territoire de Fizi. Dans le même ordre d'idées, l'autorité provinciale est revenue sur la situation humanitaire actuellement précaire à Fizi suite à ces affrontements ayant causé les déplacements des populations. Une mission urgente d'évaluation de la situation humanitaire des déplacés sera déployée à Fizi en vue d'organiser leur assistance, a-t-il conclu. Clôturant sa communication, l'autorité provinciale a appelé le membre du gouvernement à la cohésion, au respect de la chaîne de communication et à la loyauté. Elle insista sur le fait que faire partie du gouvernement pendant que le pays est agressé exige de chacun la collaboration, l'intégrité et la loyauté envers les institutions de la République. Du suivi de la mise en œuvre des décisions de la 20e réunion du Conseil des ministres du 8 mai 2026. Après lecture du compte-rendu et des décisions de la 20e réunion du Conseil des ministres tenue le 8 mai 2026, le Conseil les a adoptés moyennant quelques amendements. De l'examen de points soumis par les ministres. La ministre des Finances a présenté au Conseil la procédure sur la gestion des imprimés de valeur en invitant ses collègues ministres à plus de responsabilités pour doter au gouvernement les moyens de sa politique. Après échanges et débats, le Conseil a décidé de prendre les mesures nécessaires pour la sécurisation des imprimés de valeur et de sanctionner sévèrement toute tentative de fraude ou d'impression d'imprimés de valeur. Par la même occasion, elle a sollicité la réactivation du système EGOV pour renforcer la transparence dans la collecte des recettes de la province. Le Conseil en a pris acte. Le ministre des ITPR et hydrocarbures est revenu sur la situation des désaveux du président du club des pétroliers d'Uvira
par ses collègues et a sollicité de la part du Conseil d'accompagner les clubs pour mettre en place un nouveau comité. Ensuite, il a fustigé les vides longtemps observés à la tête de la division provinciale des hydrocarbures, constitutif d'un grand manque à gagner pour la province dans la collecte de la taxe provinciale sur les hydrocarbures. Après échanges et débats, le Conseil en a pris acte et a recommandé à l'autorité provinciale la désignation urgente d'un intérimaire à la division provinciale des hydrocarbures. Entre-temps, le ministre des hydrocarbures a été désigné pour représenter le gouvernement provincial dans le processus de désignation des nouveaux animateurs du club des pétroliers d'Uvira. En vue de la maximisation des recettes, Monsieur le ministre du Budget, Plan et Promotion des Investissements a proposé à l'autorité provinciale d'organiser une fois la semaine une réunion avec tous les intervenants de la chaîne des recettes d'une part et de la chaîne des dépenses d'autre part. Il a ajouté en proposant qu'il y ait une utilisation obligatoire de la note de perception avec ces 4 feuillets afin de lutter efficacement contre le coulage des recettes provinciales. Après débats et délibérations, le Conseil en a pris acte. Le ministre de l'Éducation a sollicité l'accompagnement de la province pour l'organisation de la revue annuelle de performance de la province éducationnelle Sud Kivu 2 et 3 à Baraka, au cours de laquelle cette année scolaire sera évaluée avec le partenaire d'appui et profiter de l'occasion pour préparer l'année scolaire prochaine. Après échange et débat, le Conseil a pris acte de l'organisation de cette activité. Des points d'information. Le ministre des Transports et Voies de Communication a annoncé l'organisation de la campagne de recouvrement forcé des taxes provinciales sur les documents de bord de véhicules, tricycles et motos. Pour le ministre, il s'agit notamment des documents ci-après: le permis de conduire, le plaque, moto et tricycle, certificat de contrôle technique, assurance véhicule, vignette, taxe spéciale de circulation routière, autorisation annuelle de transport interurbain, autorisation de transport des personnes ainsi que l'autorisation de transport de biens. Ces activités de bouclage vont se dérouler dans les villes d'Uvira, Baraka et Kamituga et dans les territoires d'Uvira, Fizi et Mwenga à partir du 21 juillet 2026 pour une période de 21 jours. Après échange et débat, l'autorité provinciale a demandé aux membres du gouvernement de prêcher par l'exemple en s'acquittant de leurs obligations. Par la même occasion, elle a instruit officiellement le ministre de n'accepter aucune exception dans le paiement de ces taxes, tout en exhortant le membre du Conseil d'apporter chacun sa contribution pour la réussite de cette campagne. Le ministre de la Justice est revenu sur les interventions du FONAREV en province du Sud Kivu et les prochains ateliers de coordination et d'alignement des interventions de partenaires au plan de développement de la province et de la feuille de route gouvernementale sur la restauration de l'autorité de l'État en province du Sud Kivu. Après débat et délibération, le Conseil en a pris acte, tout en encourageant ses membres à la fluidité et au partage de l'information afin d'assurer une bonne coordination. Clôturera la réunion, Son Excellence, Monsieur le vice-gouverneur de province et gouverneur ad interim, a encouragé les membres du gouvernement à fournir un effort d'être visible au terrain afin non seulement d'exploiter les opportunités de leurs différents portefeuilles, mais également sensibiliser les contribuables sur le civisme fiscal, surtout en cette période exceptionnelle où la province éprouve d'énormes difficultés de fonctionnement. Commencé à 11h30, la réunion du Conseil de ministres a pris fin à 14h30. Ainsi fait à Uvira, le 10 juillet 2026. Lugano Bashizi Didier Kabi, porte-parole du gouvernement. Asante sana mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Kivu News Info. Ni hapo ndipo tunafika mwisho wa taarifa yetu ya jioni ya leo, kwa ni Jumapili tarehe 12 Julai mwaka 2026. Tunashukuru sana kwa kuendelea kuwa nasi na kutupa imani yenu katika kuwafikishia taarifa mbalimbali zinazohusu hali ya usalama, siasa, jamii na matukio mengine yanayoendelea ndani na nje ya nchi. Kumbuka kuwa habari zaidi na taarifa zinazoendelea, endelea kutufuatilia kupitia majukwaa yetu ya Kivu News Info. Mimi ni Tele Jelonga na waga kwa sasa. Tulikuwa pamoja katika taarifa nyingine na katika vipindi vyetu vijavyo. Kuendelea kusema asante na Mwenyezi Mungu endelee kubariki na jioni njema.